Upatikanaji wa vitambulisho vya mtihani Chuo Kikuu cha Iringa wa changamoto kwa wanafunzi. Na katika habari za michezo na burudani, mchezo wa PlayStation maarufu kama PS umeendelea kushika hatamu miongoni mwa vijana mkoani Iringa. Habari mtazamaji wa UoI Digital, natumai hujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Glory Pascal. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wameelezea changamoto wanazokumbana nazo juu ya upatikanaji wa vitambulisho vya mtihani pamoja na kadi ya benki. Mwandishi wetu Nasri Ali ana undani wa taarifa hii. Baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wameiomba management ya chuo pamoja na mamlaka husika kuboresha mfumo wa utoaji wa vitambulisho ili kurahisisha upatikanaji wake na kuondoa usumbufu kwa wanafunzi. Wanafunzi hao wanasema hayo walipokuwa wakisubiri kupata vitambulisho vyao katika eneo la chuoni hapo, ambapo wamesema kuwa ucheleweshaji wa vitambulisho hivyo umekuwa changamoto kubwa, hasa wanapohitaji kuvitumia katika huduma mbalimbali ikiwemo kuingia kwenye mitihani. Baada ya kuchukua nimekuwa nikienda kule, nikifika kule ananiambia angalia fomu, na angalia fomu inakosekana. Baadaye ananiambia niandike majina. Kwa hiyo nilipokuwa nakifanya naandika jina, baadaye nikikaa kama muda wa wiki mbili nasubiri kabla nitapata taarifa ya aina yoyote sipati. Baadaye narudi kule. Kwa hiyo nikirudi tena kule ananiuliza kwamba vipi taarifa zangu tayari mshaona fomu, anasema kama fomu yako bado haijaonekana. Basi naomba tena uandike jina mara nyingine. Hivi vitambulisho vina umuhimu mkubwa sana. Hivyo tupase kuchelewa kuvichukua vitambulisho ni sawa na kusema unarudisha maendeleo nyuma. Kwa hiyo ni heri kwa navyo mapema, yani wanavyo uvichukue kwa haraka, kwa hiyo kuchelewa haisaidii. Hata hivyo, uongozi wa serikali ya wanafunzi chuoni hapo unasema unaendelea kufuatilia swala hilo ili kuhakikisha wanafunzi wote wanapata vitambulisho vyao kwa wakati. Mpaka sasa naona bado hata na huko manager wa TCB nao naona ni changamoto nao, kwa sababu hadi sasa kuna majina ambayo tumetuma mwanzoni hawajaanza kufanyia kazi, ila mpaka sasa walitoa taarifa, na ndio maana unaona majina ambayo tunaandika hapa sasa hivi waendelee kuchambua majina na kuchukua ID moja kwa moja, ili wakifika hapa wao na data kwa moja kwa moja. Na ikitokea pale ambapo wanafunzi hawajapata ID na wamesha register kule TCB, wanapewa kibali kutoka TCB ambayo ni barua ambayo ambao watapiga muhuri moja kwa moja watakuja kuendelea kwenye mtihani. Kuelekea katika mitihani ya mwisho, kwa maana yake ni mitihani ya UE, ambapo tulipata ufafanuzi kutokana na wanafunzi mbalimbali na kiongozi ambaye alisema changamoto ambazo wanazipitia. Ni mimi mtangazaji wako Nasir Ali na ripoti hapa kutoka Iringa University UoI Digital. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James amesisitiza umuhimu wa wazazi wote wawili kushiriki kikamilifu katika malezi ya watoto ili kuhakikisha wanakuwa katika mazingira bora yanayochochea ustawi wao wa kimwili na kiakili. Mwandishi wetu Dickson Sanga ana undani wa taarifa hii. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James amesisitiza umuhimu wa wazazi wote kushiriki kikamilifu katika malezi ya watoto ili kuhakikisha wanakuwa katika mazingira bora yanayochochea ustawi wao wa kimwili na kisaikolojia. Ndugu zangu, malezi bora ya watoto ndio msingi imara wa maisha ya binadamu yoyote yule. Takwimu zinaonyesha ulimwenguni kote kuna watoto milioni 250 wenye umri chini ya miaka 5 ambao wapo kwenye hatari ya kutofikia hatua zao za ukuaji timilifu. Hapa Tanzania 43% ya watoto wenye umri wa miaka 0 mpaka 5 wapo kwenye hatari ya kutofikia hatua timilifu ya ukuaji. Akizungumza katika mdahalo wa pamoja kujadili ajenda ya malezi uliofanyika katika ukumbi wa chuo kishirikishi cha Mkwawa, mkuu huyo wa mkoa amesema ushiriki wa baba na mama katika malezi ya mtoto ni jambo la muhimu katika kujenga jamii yenye maadili na watoto wenye misingi imara ya maisha. Kutenga muda wa kuwa na watoto wetu majumbani. Tutenge muda wa kuwa na watoto wetu majumbani. Kila unaporudi nyumbani jitahidi uje kwenye muda ambao mtoto wako atakuwa bado hajalala, upate muda wa kusema naye, kushiriki naye, akuhadithie, umhadithie, akutie moyo, umtie moyo, usikilize kule kanisani kafundishwa nini, shuleni kajifunza nini, mtaani kaona nini. Katika hayo mazungumzo kuna kitu ambacho baba utapata kwa kumtia moyo, kumsaidia ama kumjenga mtoto wako. Tutenge muda na watoto.
Ameongeza kuwa jukumu la malezi halipaswi kubebwa na mzazi mmoja pekee, akisisitiza kuwa baba anapaswa kuwa karibu na familia yake na kushiriki katika malezi ya watoto zaidi ya kutoa mahitaji ya kifedha. Wewe baba, kama kuna mambo unataka mtoto wako ayatamani, aina ya marafiki na wageni unaowaleta nyumbani wanamuinspire mtoto. Umekuja na rafiki yako daktari, unamwona Dr. Juma huyu, baba yako mdogo. Dokta anakaa na mtoto, bwana chuma sindano. Nachuma sindano. Akisikiza zile hadithi pale zinamjenga mtoto. Wewe baba ndio kazi yako kumuinspire huyu mtoto kutamani vitu vikubwa. Upande wake afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya mji wa Mafinga, Hamza Shimweta, amesema baba ana nafasi kubwa katika malezi ya mtoto, kwani uwepo wake unachangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo na ustawi wa mtoto. Kwa hiyo baba ana nafasi kubwa sana katika malezi ya mtoto kwa kuweza kutekeleza majukumu yake, na mama pia ana nafasi yake katika malezi ya mtoto katika kutekeleza majukumu yake. Hata hivyo, baadhi ya wazazi waliohudhuria mdahalo huo wamesema ushirikiano kati ya baba na mama katika malezi ndio unaosaidia mtoto kukua katika mazingira yaliyo bora. Mtoto akilelewa au akipata mapenzi mazuri kutoka kwa baba na mama au kwa wazazi wote kwa ujumla, inamsaidia mtoto yule kukua vizuri kiakili. Kwa sababu mtoto anakuwa huru kuongea na baba chochote, pia itakuwa ni rahisi kwake kujifunza chochote kwa baba. Muhimu wa baba kuwajibika katika malezi na sio tu kuwajibika katika matunzo. Japo mababa walio wengi wamekuwa wakiwajibika katika matunzo. Nikiripoti kutoka hapa Chuo Kikuu cha Mkwawa, ambapo mdahalo wa pamoja uliolenga kujadili juu ya swala zima la nafasi ya baba katika malezi. Mimi ni Dickson Christopher Sanga wa UoI Digital. Asante sana Dickson kwa habari hiyo. Taarifa yake Dickson inatukamilishia habari za kitaifa. Mtazamaji, zifuatazo ni habari za biashara na uchumi zinazosomwa kwako na Angela Mwanyika. Kazi ya ususi imeendelea kuwa ajira muhimu kwa vijana wengi, hasa wanawake katika maeneo mbalimbali. Wengi wao wanasema kazi hiyo imewasaidia kujitegemea kiuchumi pamoja na kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Hata hivyo, baadhi ya wasusi katika saluni hizo wamesema kuwa licha ya kazi hiyo kuwa chanzo muhimu cha kipato kwao, bado wanakutana na changamoto mbalimbali katika kazi hiyo. Changamoto zipo. Biashara zinakuwa ngumu sana kwa sababu wateja wanakuwa hamna kutokana na wakati tulionao. Kwa hiyo biashara kwa kipindi hichi ni ngumu sana. Yaani sio Ramadhani tu. Yaani imeunganika Ramadhani na msimu wa mvua nyingi sana, biashara zimekuwa ngumu. Kwa wateja wa saluni sasa hivi biashara hakuna. Mtu anavaa zake ushungi, anaona aoshe mwenyewe nyumbani, basi hivyo. Ndio maana unaniona kama saa hizi nimekaa sina hata mteja na ni mkiendi leo. Changamoto kwenye biashara zote zipo, ni ndogo ndogo zipo. Mfano unaweza ukafungua, kuna siku ni hapa nipo eneo la chuo, ukafungua asubuhi ukakuta hakuna wateja, ikafika jioni saa 10 ndio wateja wamezidi, urudi ukae umalize mpaka saa 6 za usiku. Kwa upande wa wateja wanaofika kuhudumiwa katika saluni hizo, wamesema kuwa wanathamini huduma wanazozipata kutoka kwa wasusi hao. Hizi nywele mimi nitoka huko na msuko ambao kidogo hata ningesuka mnyonge nikimbia, lakini wao fika hapa saluni wakanishauri fanya hivi. Kwa na nimeona kwa niliposuka nimependeza kuliko ambazo nilikuja nazo mimi. Yaani watu ambao waanza kusuka hapa naweza nikasema wanachelewa, wanakosa vitu vya moto. Yaani hapa sijui nisemeje, lakini bora waje waanze hapa. Kwa sababu hata hivyo hauchukui muda, afu wako faster. Unaona wasusi wenyewe. Licha ya changamoto mbalimbali wanazokutana nazo, kazi ya ususi inaendelea kuwa fursa muhimu ya kujipatia kipato na kuboresha maisha yao ya kila siku. Na haya ndiyo maoni ya wasusi pamoja na wateja wakielezea jinsi biashara inavyoendelea kipindi hiki cha mfungo. Nikiripoti kutoka hapa Ilembula, mimi ni Angela Alex wa UoI Digital. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tuungane na Faraja Mpogole katika habari za michezo na burudani. Nikusihi endelea kusalia nasi. Mchezo wa PlayStation PS umeendelea kushika hatamu miongoni mwa vijana hasa wa kiume mkoani Iringa. Kutokana na kuwa mchezo huo unapendwa na wengi na wenye gharama nafuu kwa wachezaji.
Mchezo huo umeanza kuwa chanzo muhimu cha kipato kwa baadhi ya vijana katika mkoa huo, ambapo wameutumia kama fursa ya kujipatia kipato cha kila siku na hivyo kuchangia katika kukuza uchumi wao binafsi pamoja na kuongeza pato la taifa. Mbali na kipato, mchezo wa PS pia umekuwa sehemu ya vijana kupunguza mawazo, kuburudika na kujenga umoja pamoja na ushirikiano baina yao. Hata hivyo, pamoja na manufaa hayo, bado kuna changamoto zinazowakabili wanaojishughulisha na shughuli hiyo. Mwongozaji wa mchezo huo maarufu kama Master PS Method Oscar anaeleza zaidi kuhusu fursa na changamoto zinazopatikana katika mchezo huo. Kwa sisi mpaka tumeona tuanzishe biashara, kwanza ni biashara inayotoka sana, afu ni biashara inayokuja kurefresh mind. Sababu unakuta mtu amevurugwa huko, akija kucheza PS anavyokutana na watu tofauti anabadilisha pia idea. Yaani mwitikio wa wateja upo, lakini nyewe mnaweza mkaona kwamba mwitikio wa wateja, yaani kwa sababu wewe sidhani kama unapendelea sana kucheza PS. PS ni mchezo pendwa kwa especially watoto wa kiume wanapenda sana kucheza PS. Kwa mtu atakavyokuwa yani au ana chochote cha kufanya, naona muda wa kwenda kurefresh mind, anakuja kucheza PS. Yaani kwa moja kati ya changamoto ambazo tunapitia sasa hizi ni yaani tunaweza tukasema mvua pia inatuharibia, kwa sababu wateja, yaani kuna muda wateja wanataka kuja lakini mvua zinakuwa zinanyesha. Lakini pia tunaendelea kuwakaribisha tu wateja hivyo hivyo, kila biashara lazima iwe na changamoto. Upande wao, baadhi ya washiriki wa mchezo huo wanasema kuwa mbali na burudani, mchezo wa PlayStation huwasaidia kujenga urafiki, kuimarisha ushirikiano na kufahamiana zaidi baina yao. Kama mteja, ambayo faida moja wapo ambayo anaipata ni kurefresh mind. Unajua sisi wanafunzi tunatumia muda mrefu sana kwenye kusoma. Yaani makablasha yanakuwa mengi sana. Kwa hiyo kuna muda wengine akili inatakuwa ipumzike. Kwa hiyo sisi tunatumia kama sehemu ya ku refresh mind yani. Haya ni baadhi ya maoni ya wateja wanaoshiriki kucheza mchezo huu wa PS pamoja na Master PS. Nikiripoti kutoka hapa kwa Baraka, mimi ni Faraja Mpogole wa UoI. Shukrani sana Faraja kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwake Sheila Baraka. Mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika kipindi chetu pendwa cha msamiati wa neno jabali. Je, unaelewa nini kuhusu msamiati wa neno jabali? Twende tukatizame wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa, wao wanaelewa nini kuhusu msamiati huu. Msamiati jabali unatumika kwa ninavyoelewa mimi, kwa mtu ambaye anajikubali, labda ana nguvu, anaweza kufanya maamuzi yake yeye mwenyewe, sawa, lakini pia ana utawala kwenye maisha yake. Jabali sio msamiati mgeni kwangu, lakini ninapozungumzia neno jabali kwangu mimi nakuwa naelewa ni mkusanyiko wa majabali ambao unakuwa umechukua maji hadi unaenda kuchota baharini kuja kujaza kwenye banda au mtu anapozungumzia neno jabali. Hivyo ninavyoelewa. Unaweza labda kuongeza sentensi? Sentensi mtu anaweza kusema kwamba jabali la bahari. Maana yake yale maji yametoka baharini ili kujaza kwenye bahari. Kuna sentensi yake moja. Mtazamaji wa UoI Digital, tunataka kuwatizama wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa ambao wameweza kueleza maana tofauti ya neno jabali. Na maana halisi ya neno jabali ni mtu mwenye nguvu na uwezo mkubwa. Ni kuacha na sentensi isemayo Musa ni mtu mwenye nguvu na jasiri. Mimi Sheila Baraka Marukunga wa UoI Digital, tuwabariki kidijitali. Asante sana Sheila Baraka kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati murwa kabisa. Na hiyo ndio maana halisi ya msamiati jabari. Nami na kuacha na sentensi isemayo Juma ni jabari wa masomo ya sayansi. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Glory Pasco. Asante na kwaheri.